Bwana Yesu asifiwe sana. Akili zinakaa kwenye nafsi, kwa sababu neno la Mungu linasema alimpulizia mtu akawa nafsi yake, na neno la Mungu pia linasema kwa pumzi za Mwenyezi zinatupa akili. Kwa kama pumzi ziliingiza nafsi na pumzi zinaleta akili, kwa hiyo na akili inakaa kwenye nafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kama baba anaitwa, kama mtoto anaitwa Juma na baba anaitwa baba Juma, Juma ni mtoto wa nani? Si ndio? Kwa atakuwa mtoto wa baba Juma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama nafsi iliingizwa kwa pumzi na akili ziliingizwa kwa pumzi, kwa hiyo akili zinakaa kwenye nafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa akili zinakaa kwenye nafsi ni kama engine. Sawa? Kwenye mwili kuna ubongo. Kwa hiyo akili zilizoko kwenye nafsi ili zipate kufanya kitu kwenye mwili zinashirikiana na ubongo. Sawa? Sasa kwenye ubongo ni kama engine. Yenyewe ndio inazalisha vitu. Kwa hiyo ukipata wazo linachakatwa na ubongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ubongo ndio unazalisha wazo. Sasa akili na fikra na fahamu ndio ziko kama ubongo na wazo. Sasa akili ndio kama ubongo. Sawa? Alafu wazo ndio ufahamu au fikra. Kwa hiyo akili zinazalisha fikra, zinazalisha ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hapa alivyoandika amesema kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, aliwaacha wafate akili. Kwa sababu kinachozalisha, kinachofanya kazi na fahamu ni ile akili. Sasa anasema alivyoziacha zile akili, ina maana aliacha kuzipa msaada zile akili. Matokeo yake nini? Anasema wafanye yasiyowapasa. Sawa? Sasa tukichukua ile neno wafanye yasiyowapasa, tukilinganisha sasa na ile wana wa Isakari, anasema walikuwa na ajili za kujua nyakati na mambo ambayo yanawapasa wafanye. Sawa? Kwa Mungu alipoziacha akili, wakashindwa kujua kitu cha kufanya katika nyakati. Kama akili ziliwasaidia wana wa Isakari kujua nyakati, wakafanya yaliyowapasa. Kwa hizi akili zilizokataa kuwa na Mungu zikafanya yasiyowapasa, ina maana zilipata shida ya kupambanua nyakati. Bwana Yesu